Leo hii ningeomba muda kiasi ili tuweze kutoka katika maudhui yetu ambayo kwamba tulikuwa tumeianza katika majuma yaliyopita. Tulikuwa tukizungumzia mapenzi ya Allah kutusie umati au wanadamu. Na hii leo tutazungumza haya masiku yaliyobaki pale yalipo 10 na mwisho, ama tutazungumza usiku wa leo ni usiku gani na ukoje na kwa nini tunaita usiku wa leo. Alhamdulillah, alhamdu kulluhu lillah, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salatan wa salaman da'imain mutalazimain ila yawmid din, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وزد بالخير انك على كل شيء قدير. حيث يقول جل سبحانه وسبحانه في كتابه التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين. وقال حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم عن عائشه رضي الله عنها انه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وسلم بالخير انك على كل شيء قدير. احبابي واحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، اوصيكم ونفسي بتقوى الله انه قد فاز المتقون. وبيتي na wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu mbora wa kuhimidiwa, nimetuma sana salamu na rabbi kumlekezea mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye, familia yake, wakeze, wanawe, muhajirina na ansar, na kila yule ambaye kwamba alimsaidia kwa fikra, kifedha, kimawazo na kila aina ya vile ambavyo kwamba walimsaidia. Wakadhalika sikuacha bali nimeihusia nafsi yangu pamoja nanyi katika suala zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, leo hii ningeomba muda kiasi ili tuweze kutoka katika maudhui yetu ambayo kwamba tulikuwa tumeianza katika majuma yaliyopita. Tulikuwa tukizungumzia mapenzi ya Allah kutusie umati au wanadamu. Na hii leo tutazungumza haya masiku yaliyobaki pale yalipo 10 na mwisho, ama tutazungumza usiku wa leo ni usiku gani na ukoje na kwa nini tunaita usiku wa leo. Inna qala jalla subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz, zamana aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno yake ambayo moja hayawezipita katika Qur'an ndani ya juzia 30, watu wote wanajua hii sura, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahr. Mwisho kila mtu anatambua sura hii. Al-ashr al-awakhir wa lailatul qadr,
Tutazungumzia kumi la mwisho na ule usiku wa cheo, usiku wa heshima, japo kwa mbio ili kila mtu apate fawaidi kama hiyo. Na hata japo hatutazungumza yote, bali tuwe tutapata aina hapa ya ndani kidogo, bali kwa tutaweza kusaidia. Al-ashru al-awwal min Ramadhan, kumi lile la mwisho kuzangu katika imani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, katika kumi ambayo kwamba tuko ndani yake na tuko katika wiki ambayo kwamba ndio wiki inayoeleza Ramadhan au kwa mtano ni bora, ila kuingia ni bora kuliko hata mwaka mzima. Ili kumi ambayo kwamba tuko ndani yake, ili kumi ni bora kuliko mwaka mzima. Baada ya kusema aliyestahili fiha, basi ni juu yake Muislamu kujitahidi ndani ya kumi hili tulilokuwepo. Muislamu acha yale yote ambayo kwamba utayafanya kufikia sasa, acha utepetevu wako wote unaofanya kufikia sasa, hautakuwa umepata hasara. Ndani ya zile siku 365 utakuwa hujapata hasara ukizitoa zile siku 10 ukizirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiamua kurudi moja kwa moja uweke siku 10 ukatekeleza ukajipata zile dakika 5 ambazo kama zitatekeleza mustakabali wa maisha yako yote, na uweke labda ukatoka zile dakika 5 kwa umeharibu maisha yako yote, basi tunaambiwa ni juu yake Muislamu kujitahidi mno katika masiku 10 haya ambayo kwamba kuna masiku baadhi yaliyobaki hata 10 yamemalizika. Tena mjitahidi kwake Muislamu, basi simjitahidi kwamba awezekokote sana ili atakuwa zaidi, awezekokote sana ili apate chakula zaidi hapa. Ajitahidi katika ibada miongoni mwa swala, kama ni swala za kuzidisha, kama ni kusoma Qur'an kuzidisha, kama ni dhikri ndio kuzidisha sana. Fa Aisha radhiyallahu anha qalat, imetokana hadithi kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha na Aisha pia, kama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sikaweza kuzungumza ile promotion tu kwamba wanataka kwa sababu ni kaida yao katika kushuhudia au kukemea. Ni maneno ya Aisha radhiyallahu anha, akitaka na Aisha kuzote tujiulize nani anataka na yuko kwa mtume na Aisha. Na Aisha yeye ni binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Aisha ni mwandani wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Aisha alishawahi kwenda Jordan na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake. Yeye alitoka Jordan kabisa wanatoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lila akizungumza na Aisha na yeye azungumza kwamba anatoka kwa Mtume, usiyabebe kugusa, usiyabebe kama unataka wewe, usichukulie kama kuzungumza jambo la kawaida tu. Hapana, msikilize na Aisha anazungumza hivi. Na Aisha anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema ilikuwa kawaida yake Mtume, alikuwa Mtume ana desturi ikifika ili kumilaisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Aisha anasema alikuwa desturi yake Mtume akiwa kipindi maskini, kama yajitahidi ya Aisha na Allah, alikuwa akijitahidi mno Mtume katika hizi 10 la mwisho. Maana yajitahidi kwa khali kushinda binadamu na kwamba akijitahidi katika 10 la mwanzo na 10 la pili. Kama ni swala Mtume ni kiswali katika 10 la mwisho, kama ni Qur'an basi kwa kufanya hivyo zaidi, kama ni kitabu kwa Mtume ndio alizungumzia zaidi. Lakini sisi tunatoroka leo, ndio wanatoroka akili yangu, akili imechafuka kabisa. Ndio kuangalia mchele wa hivi, nguo za hivi, kazi ya hivi, kofia ya hivi, na sisi tumewekwa kabisa. Lakini kinyume chake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa yeye alikuwa ikifika 10 hivi ndio yake anazidi kuhuisha, anakaa mno msikini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa mno Qur'an Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, analeta mno fikiri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa hakujitahidi katika mambo matatu kushinda anajitahidi kula mwisho.
rawahu Muslim. Hadithi hii ameipokea Muslim. Na vile vile imetoka kwa Aisha na Aisha radhiallahu anha na Aisha pia. Kana Nabii sallallahu alaihi wasallam angalia maneno yote anayozungumza na Aisha abeni amesema Mtume, bali tunaambiwa alikuwa Mtume. Kumbuka ukisema nimekwambia na Aisha yeye yule aliyetoka kana alikuwa akitoka Riyadh kusafiri kutoka Mtume, ikafika mwaka na Aisha akamwambia bwana Mtume, wewe ndio mfundishini Muhammad, ndio yule mfundishini. Mtume akamwambia wewe Aisha, angalia wanawazoea wanamwambia hapa Mtume alikuwa kabla amekabla kwa mwili, lakini Aisha anajihisi mbaba sababu anazungumzia nini. Wanataka kama kushinda leo hii kama wewe na mamangu mwende na uji. Wakianza kutoka na Aisha akatoboa na huyo kabisa. Akaambia nimekubaliana umeona? Sasa huyo anataka kuzungumza hapa ndio huyo aliyekwenda shopping na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yakizungumza tu ya kutoka basi. Anazungumza aliposoma mumewe alipokuwa. Yakizungumzwa ni maneno ya nyumba alikuwa akiyaona na Aisha. Na tunaidia mimi na wewe ili tuweze kujifunza kutokana na kwa mkeo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tunataka kuiga tuchukue bali. Niseme roho alisema shaka fulani alikuwa anashauri sana mambo yake bishi. Lakini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na alimzungumza mkeo. Wewe hakufundishini kama na Aisha tuliapia za kumewe hapa kuelezea kwa hivi na hivi. Ni mapenzi yao kwa sisi na ndio sababu anataka sisi tu tutakuwa wema. Na mbele ya Allah tutaongezeka mambo yetu. Makafiri wanamtumisha kama wanataka makanisa kiwanjani na Aisha hatweni. Lakini tunaambiwa wakati huu na Aisha ni kuwafati wanamtumisha nazidi kwa physical. Wakabio na Aisha alifunguka mbio bwana Mtume akakata kabia raiki ya unaona na Aisha wao kaja kushinda moja wewe kushinda moja ya tunazungumza mambo tunazungumza kumbia zaidi hawa watu hao ndio yule ambaye na Aisha huyo ndio yule kama na wale mama mimi ndio kana Mtume tunarushiana kopo tunapishiana kopo ya maji ndio huyo alizungumza alikuwa hivi mwenyewe. Sasa wewe achukue ya kuingia na huku ya kutoka na huku. Anaeleza ni bibi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa Mtume na amani zifikie ili dawa ashuru linapoingia kumi na mwisho bila shaka shaka asubuhi sio ama sumu sio linapoingia ile kumi alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akikaza kikoi chake kama ni kikoi basi anakifunga kweli, kama ni mkate kiunoni anafunga kweli. Sasa anataka kuwa limeisha kwa sababu umefunga moja kwa dakika 20 kwa hiyo imebaki matumbo tu imebaki mara bana anakikaza kitawala kama ni sala simama kweli kwa kama ni dhikri mchana usiku unazidi kuwa maji kweli kama ni kila kama ni kusoma Qur'ani Mtume ndio hapatikani kusoma Qur'ani kweli. Tofauti Yahudi anazungumza hapa na wazee msikiti. Nilikuwa nikifika 10 la mwisho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Aisha anasema alikuwa Mtume akitikaza kiburi chake akikaza kabisa kiburi chake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. وأحيا ليله وكذلك أجمعوش مشان ما يكلا وسكواش أكهب ليلته والكتوبة مشان رفعي مدى نمسكونه كذلك ويقول Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu gani atakuta kwa Mtume nini atakuta wakati Bwana Mtume yule ambaye anashikiwa na Jibril akaambiwa amekusamehe Mwenyezi Mungu makosa yako uliokuwa umeyafanya na unayosahau uyafanye yote umesamehewa anakusalimu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya mpaka anapasuka kwenye miguu na kuweka jasho anakusalimu. Mimi na wewe ambao kwa siku zetu tukiamesha labda umekuja tu ndani na kutafuta
inakuja labda pia kabisa sina na haijaja katika nafasi zako kwamba ya shehe sana umesamehewa kwa kitabu la sasa hivi ama mshapata ndani ya karatasi kitu umesamehewa kwa zote wewe ndio adhabu tutakuwa tutafunga msikiti na shule nilifunga yote lakini wanataka sana na unataka pamoja na kwamba amesamehewa kwa dhambi yake ayakuwa yatanguliza na yale ambayo yatakuja kabla yake lakini baada ikifika kumelamisha yeye huzidi shaka izaka anafunga kabisa kikweli chake alafu anakesha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya ibada mchana na usiku hakitambuliki tofauti ya neno unazungumza na wewe unasikiliza saa hii kama usiku nitakesha basi nitakesha tu umekaa baada ya kwamba umefikiri kwa kusubiri tahajjud wewe umekaa unaamua kwa kusikia sauti zinaanza ndio tena takatifu hiyo tena utaenda kujifikiri mbona tunacheza kibe na Mungu mbona Mungu tunacheza na kujificha hivi tunataka sana yetu angalia mwanamke ambaye alikuwa anasoma Qur'an kwa wingi analeta fikri kwa wingi kisha amekaza nguo zake huwezi kutambua usiku wake na mchana wake vile unavyokuwa kwa ajili ya wingi wa ibada ndugu yangu wewe huenda ikawa kumi hii ama tano hizi ndizo tano za mwisho ambazo kwamba hutakutana nayo tena Ramadhani umepata kufanya nini umepata kufanya kwa Mungu iende vipi hiyo Ramadhani wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-a'malu bil khawatim sivyo tena usifika katika ikishakuisha haya pesa zile zote 22 zimekwenda wewe unazifuje 22 zimekwenda baada kama watu wamekaa tunafika sasa 22 zimepita wewe 22 unazifuje bali insana ala nafsi mwanadamu nafsi yake anaijua vizuri hapa tumekaa la nikipeleka kitabu kila mmoja anakuwa kama tuna milioni 2 bwana kila atakayejibu tunasoma vizuri kila atakayeeleza vizuri tutapata mafunzo zake sana hao mzungumza kutoka mtima wa moyo wake tutamfunza uzungumze funga yako ya kwanza funga yako ya pili funga yako ukienda kutoka mwanzo tukaelewa utakuwa na matatizo mengi siazo mtu wote tunageuka jiwe sasa lakini tutaweza tunafunga yetu ya leo ili sisi tukumbuke tutoke tukilia tutakapofika kwa tena kwanza turudi haki ya kurudi sawa atumiganie Mungu ili atupeleke tunapoishi kweli njia kwa kwamba yeye anapenda kama sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume yeye hufunga nguo zake vizuri anakuchana na usiku kwa kuangalia ukawa mchana unafanya ibada kwa wingi usiku unafanya tena vile ibada kwa wingi kwa sababu ameifuata ile aya kwa la ilaha illa ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumziwa ni na Aisha anatamani toshi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa aiqadha ahla yeye kiwaamsha jamaa zake wakeze alikuwa kiwaamsha hebu nikupatie kitu kimoja ambacho kwamba kinatia imani katika maisha yako kwa watoto kama kwa wajukuu haya maneno yakijizungumzika ndugu yangu unaonaje umeamka sana leo usiku ukamwamsha mama akizungua mama akizungua akaamka akaenda kutawadhi alafu simama mkapiga rakaa zenu labda 5 au 4 mkapita chamani mkakaa sana kusoma Qur'an mnazitokea kidogo pale vinaangalia wewe ndiye umewapatia data gani hawa watu mumeamka wewe amka na yeye kupale wewe ndio umeacha sivija katika ulimwengu lakini kitu kama kinaliza si mimi wala si wewe haujashuhudia kwa mama ameamshwa na baba kuswali tahajjud wala haujashuhudia kwa mwenyewe kwa mtu tunaenda wapi hii ni si mazoea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam bikiamsha jamaa zake ikija jamaa ni bibi gogo kumwamsha ukimwamsha mjadala kumwamsha lakini ukimwamsha ushakashamoka macho washaka nidhamu na kule kufunga kikoi chake kwa Mtume ishara ila jinsi fi ibada ni kuonyesha kwamba Mtume nikisimama kidete katika ibada
Walijidai mitaka na vilevile kuamsha wakezi. Yaliputilia mkazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye waamke wakezi. Wahyana laila, na ule kufanya mchana ama kufanya usiku ni kama mchana. Ishara ya ibada ni kuashiria kwamba Ramadhani ikifikia ilipofikia hapo ni kwamba ni mwezi wa ibada, si mwezi ile mama ndugu yangu kasema. Ulipo si mwezi ile mama, ni mwezi wa ibada. Si mwezi wa kujiuliza kunde mchele wa shindano labda abaya labda nini utavitoa wapi. Hapana, haendi kama kukuta kwa wapi kofia hii na kwa wapi, sipo hapo. Tunaambiwa ni mwezi wa ibada. Masiku yaliyobaki ndio yale ambayo yananipa sio lele mama. Haya yote kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anauisha usiku ni kwamba anawaamsha watu wake kufanya ibada za usiku. Ndio sawa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine ya Aisha radhiallahu anha na Aisha, leo tunakwenda na hadithi ya Mtume yake. Yule ambaye kwamba tunaletea neno tunalitumia tunaposema kosa, mwenyewe tukimuita alishe. Mwenyewe tukimuita halui. Mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndio kimuita sisi. Una wasisi wake na baba anayekusanya na kutuelezea vitu vyote vya masiku yalipobaki. Angalia mapenzi yao yanaenda mpaka kutokana na mapenzi yao ndio Mungu unapata hamasa na unahamasika. Wanasema kama yaadatu ashru fawakhir, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikitua nyumbani kwa mwanzo, yeye alikuwa akitoka katika itikafu kwenda zake msikitini. Haya masiku yote 10 kwa kule akija na kuamsha. Lakini leo hii utanipata mimi nasema ni itikafu nimeamisha shiti langu liko kama ndio nimepata chance ya kwenda kwa mchepuko kabisa. Sasa 10 ndio nimepata chance ya kwenda kwa mchepuko, bibi anajua nimelala msikitini lakini nimelala kungine. Ndio sababu tu ndio hizi ni simba na itikafu na mambo yake tofauti. Kumbuka nimepoti aya ili mimi niguse nawe niguse. Allah anasema baliliza ala usiji basira, mwanadamu nafsi yake anaijua vizuri. Hivi tumetanguliza nini? Funga zetu tumezipelekaje? Tukoje sisi Mungu wetu? Katika darasa la kwanza tumepita mbili, ilikuwa ni kuzungumzia relationship between us and our yale mahusiano yalivyo baina ya mimi au sisi na Mungu wetu, na Mungu wetu na sisi yakoje? Wewe umefanya nini? Unataka kufanya nini? Umejihakikishia vipi? Mungu ataonyesha kama anakupenda, kwa sababu tunaona, tunapumua, tunatembea, tunafikiria, tunafanya kila tutakalo na tunapewa free. Kwa nini? Kwa sababu tunapendwa na Mungu. Je, tunarudisha nini? Tunarudisha nini kama zawadi? Ama tunakosa shukrani kwa Allah? Tunamkosea ndani tukiwa watu tunakosea tanu. Ndio. Bwana Mtume Ramadhani pekee yeye alikuwa akihuisha usiku kwa ibada. Na Aisha akamwambia tulikuwa tukiacha Bwana Mtume Ramadhani pekee alikuwa akienda katika itikafu. Bwana Mtume alikuwa akifanya itikafu katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi na wewe itikafu hizi lengo letu tumeachia mabarabara. Eti barabara ndani ya chuo kitabu. Watu wazima wamelala kwa nyumbani. Lakini ndugu yangu kile ni mambo na mauti hayachagui. Mauti hayachagui. Kila mtu pale analia rabbi nafsi rabbi nafsi. Kuna wako msikitini umelala, msikitini ukija ukitaka kujutia yale uliyoyatanguliza. Je, jiulize swali, wanafaa kulia kwa kujutia aliyotanguliza ni mabarabara pekee yao au ni watu wote? Mbona sisi tushasuni hapa kwamba mabarabara tunasafiri kwa kanada msikitini wabao wanali nyumbani? Bwana Mtume Ramadhani pekee ilikuwa ikifika 10 ilipo yeye kuhama nyumbani akienda msikitini. Mambo yake yote yanafanyika msikitini.
yeye anafanya itikafu na kule anafanya kitu kingine. Ikija itikafu ndugu zangu, labda hiyo tutakuwa tunaenda matendo ya itikafu. Itikafu kutoka pale nje ile ukitoka nicho na kurudi sisi. Ni kutoka labda mtango wa Mungu kutoka kwa wale kurudi tena. Hii ndio ile itikafu. Labda kuna dharura kwa pale kurudi tena. Lakini si itikafu, kijana anakuwa na sababu umefika huko. Ukiulizwa ni itikafu huko bana. Lakini bado kanyali ni itikafu. Mashaka na mimi sinuliza kwamba nyumbani mimi ndio itikafu. Hizi labda ni zitazozaka. Lakini bwana Mtume alisema nifikie. Ilikuwa nikikaja kwa 10 hivi, yeye huwa na msikiti. Tunaambiwa siku hizi ama ayama siku 10. Mina Ramadhani afdalu laila. Ndani ya siku 10 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna siku ni bora wa hiya lailatul qadr. Na hiyo siku nzima huo siku unaitwa usiku wa cheo. Zote huwa napenda kufasiri neno kabla ya kueleza. Usijichanganye kwenda kusitizama kwenda kujichanganya. Ukitoka sima zikapotea ghafla kwa una shoti upiga kwa waka yote matokeo yako kwa kidanganya. Nimeiona ndio kutoka. Leo hii tuingie katika mambo ya tabia. Yauma maana yake ni ndugu zangu, yauma maana yake ni alafu qadri yauma ni siku. Sasa wao tunataka kama nimeiona Lailatul Qadr. Hebu angalia hiyo zaidi. Nimeiona yauma Lailatul Qadr. Inamaanisha nimeiona siku ya heshima. Nimeiona siku ya tegeza Mungu. Hata kama unazungumza lugha matombe lakini tegeza lugha wakati mwingine. Nimeona Lailatul Qadr. Wewe umechanganya umekula mimi bora madhhabu yako alafu asubuhi usipokuwa na haya wala aibu unasema mimi jana niliona Lailatul Qadr. Laila ni usiku kadri wa heshima au wa cheo. Usiku ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza hapa anatuambia ndani yake hushuka Jibril na malaika. Huo usiku ni usiku ambao kwamba inashuka Qur'an. Huo usiku ni usiku ambao kwamba kutoka wakati huo wanashuka malaika mpaka alfajiri. Sasa siku ya asubuhi huwa ni amani. Wewe unatuambia umeuona huo usiku kwa kueleza kwa uongo mkubwa. Wewe unasema umeuona, wewe ueleze vizuri ukoje. Ndani ya usiku kuna nisa kama nilivyokuja kusema. Kuna nisa ama kuna some minutes. Hizo dakika 5 ukizipata basi umetengeza miaka yako, umetengeza mustakabali wa maisha yako. Na katika ile nisa ama katika hiyo siku kuna dakika 5. Hizo dakika 5 ukifuruza umeharibu maisha yako yote. Ndipo sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka kupotekana katika siku zote hizi. Alikuwa yuko kwa kutaka kuikimbilia siku kama hiyo. Kwa kutaka kuyapata tunataka haya. Kwa kutaka kujipata dakika kama hizi. Mimi na wewe una dakika unaanza kuwapo utakijua unajua magoti hivi siwezi bwana kusema hivi jaribu kudala ndio bwana yaani unaudhuru kila aina pakaje tekeza huko yeye anataka kukopia kutoka kwako ai هي لا تستطيع أي من هذا شريف نساء ضرب وكذا وقوم بالتكاتيف ومن أفضلها على استقبالنا قبل ذلك أنها ليلة المباركة هو يفيك وبركة منه هو يفيك وبركة منه كما قال الله تعالى كما مدى سيدنا الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة المباركة أشتكت ما يترون الشهران katika huo usiku wa baraka. Angalia, wewe unaomba lakini wazazi tunaafikiana na huo usiku wa baraka. Umesimama na swali ile sura yako ya piga tasbihi mpaka shingo umekunja, umemwomba Mungu, ya Allah mimi nina mapungufu yangu ya Allah. Ya Allah mimi siwezi kusimama ufikiria ya Allah. Ya Allah mimi nyumbani ninachapata ya Allah. Ya Allah mimi matatizo kadha ya Allah. Usiku wa baraka ndio unaingia na wewe katika ibada. Wewe ndio kwa kiasi gani? Utakuwa maisha yako umeyatengeneza kiasi gani? Na ndio wakati huo unaona mtu mmoja anasema anapokuwa simu yangu, simu yake ndio wabili simu yangu. Wewe anakuwa kupiga simu yangu. Hivi
Anasema mwanangu nimerudia leo fulani. Sasa fanya mambo fulani. Sasa kasema fulani ya kwa yeye umeibiwa vizuri. Kama yako hadithi na kwa kazi utalipa pesa ngapi? Ya kusubiri ni kuzika. Jamani ya kwangu ndio sasa ukibisha panga tunaguswa chini unakuwa kila kitu. Panga kisha kwa muda kumunda unakuwa kila kitu. Tena unapotokea kipochi na kwa wale sio pesa na uji. Lakini nasema baraka usiku wa baraka huu. Tinga yote kukula amri hakim. Ndani yake kila kitu huwa kinakwenda sambamba, kinakwenda vizuri. Namna anavyoweza Allah subhanahu wa ta'ala. Ametoka Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye ndio wala kitereka. Yusra Allah fiha ma yakunu fi sanati min umurihi. Allah subhanahu wa ta'ala anajalia mambo yote kutokana na hikima zake. Ndugu zangu wa hili kuna kuendeleza na kuzungumza siku hii wallahi inataka muda sisi tu kuzungumza na yapatikana na mwingine naye aje izungumze ili umma uweze kuhamasika. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza maneno ambayo kwamba yako wazi, maneno ambayo kwamba mimi na wewe na tunafuata mambo yetu yatakuwa sambamba namna tunataka. Hiyo siku ambayo kwamba tunaambiana Lailatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala anasema khairu ni bora min alf shahr, kushinda miezi 1000. Kifike hesabu miezi 1000 hapa kwenye kitabu anasema miezi 1000 ni miaka 83 na miezi 4. Hebu angalia dakika 5 unafikia dakika 5 kutekeleza ibada yako, lakini imepeleka miaka 83 na miezi 4. Wewe unaona umebadilisha vipi? Wewe unaona umepata dhara kiasi gani? Wewe unaona mambo yako yanaenda sambamba kiasi gani? Sasa kwa kuitaka hizi kuingia katika malengo yetu, basi twende moja kwa moja ndani ya itikafu, tufanye ibada kwa wingi ili Allah aweze kutuafikia sote, ili tupate hiyo saa ambayo kwamba ni muhimu, saa ambayo kwamba ni bora na inatengenezea mambo yetu. Mwenyezi Mungu atusikie hifadhi na tuepushe na kila dharari, tuonyeshe haki kwamba jambo zuri tulifuata na tuonyeshe mambo kwamba jambo baya tuweze kuepuka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana wa qira'ana wa ruku'ana wa sujudana wa salamana wa du'ana wa tawbatana يا إلهي الأولين والآخرين. اللهم ربنا اغفر لنا مع الوالدين، اللهم ربنا اغفر لنا مع الوالدين، اللهم ربنا اغفر لنا مع الوالدين وارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.